Kutoka kule nchini Angola, viongozi zaidi ya 40 kutoka nchi mbalimbali barani Afrika, akiwemo makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na mwenyekiti wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo, Othman Masoud Othman, wamezuiwa kuingia nchini Angola na mamlaka za serikali nchini humo. Taarifa iliyotolewa na chama cha ACT Wazalendo inasema kwamba makamu huyo alizuiliwa katika uwanja wa ndege pamoja na kiongozi mkuu wa chama hicho, Dorothy Sem. Taarifa hiyo imenukuliwa ikisema kwamba viongozi hao wanashikiliwa kwenye uwanja wa ndege wa Luanda na hati zao za kusafiria zinashikiliwa. Viongozi wengine waliozuiwa ni pamoja na rais wa zamani wa Botswana, Ian Khama, waziri mkuu wa zamani wa Lesotho, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema, huyu ni Tundu Antipas Lissu, kiongozi wa upinzani nchini Uganda Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine, na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Sifuna amethibitisha kupitia mtandao wake wa X kwamba tulialikwa na rais wa UNITA Adalberto Costa nchini Angola. Serikali imetuzuia kuingia. Wakati Lissu naye pia ameandika katika mtandao wake wa kijamii wa X kwamba kilichofanywa na mamlaka za uhamiaji za Angola hakikubaliki na kinapaswa kulaaniwa. Amesisitiza pia kwamba kitendo cha serikali ya Angola kutuzuia kuingia Angola hakielezeki wala hakikubaliki. Ni kitendo kinachodhihirisha kile ambacho wengi tulikuwa tunahisi, kwamba serikali ya nchi hii inatawala kiimla huku ikijifanya kuwa Angola ni nchi ya kidemokrasia. Viongozi hao walikuwa sehemu ya viongozi zaidi ya 40 waliozuiwa ambao waliwasili Angola kushiriki katika mazungumzo ya siku 4 na jukwaa ya demokrasia Afrika iliyoandaliwa na taasisi ya Brent Hearts Foundation. Mamlaka za Angola bado hazijazungumzia lolote kuhusiana na kadhia hiyo ambayo imewapata zaidi ya viongozi 40 kutoka nchi mbalimbali barani Afrika. Wala usiache kusubscribe, kushare na kucomment YouTube channel yetu ya Red Pro Media kwa taarifa zaidi.